Alhamdulillah, tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zote alotuneemesha Allah subhanahu wa ta'ala. Ayu alahbabu fillah, tuko kwenye siku tukufu, siku ya Ijumaa ya khairi na baraka, na hii ikiwa ni Jumaa ya pili baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Alhamdulillah, hizi ni fadla kubwa za Allah subhanahu wa ta'ala na ni neema kubwa za Allah subhanahu wa ta'ala alotufikisha mpaka hapa. Ni kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ayu alahbabu fillah, baada kumalizika mwezi mtukufu wa Ramadhan, Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha kuendelea na ibada tulokuwa tukizifanya mbalimbali kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhan. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, endelea kumwabudu Mola subhanahu wa ta'ala mpaka ukija kutembelewa na mauti, ndio mwisho wa ibada. Mwanadamu ni kuendelea, hatujui hali yetu, hatujui safari yetu itasimama wapi. Ni muhimu tu kuendelea inshallah ta'ala mpaka anapotutembelea malakul maut, ndio itakuwa mwisho wa sala, itakuwa mwisho wa saumu, mwisho wa Qur'ani, mwisho wa kila kitu. Utakuwa ama umefaulu kwenye mtihani wako ama umefeli. Tuomba Allah subhanahu wa ta'ala atufanye kwenye watu waliofaulu kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhan. Na Allah subhanahu wa ta'ala amali anazopenda sana, bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema habbul a'mali ila Allah yadwamuha wa in qalla. Amali zinazopendwa sana na Allah subhanahu wa ta'ala ni zenye kudumu, hata ziwe ni chache, zenye kudumu ni bora zaidi kuliko ziwe nyingi ambazo zinakatika, kwa sababu ile ilaka ya wewe na Allah subhanahu wa ta'ala takana iendelee. Ramadhani ni sababu ya kwamba kufanya ilaka yako na Allah subhanahu wa ta'ala iwe ni mzuri zaidi. Sasa kuna mambo muhimu ambayo baada ya Ramadhani, ayu alahbabu fillah, ni muhimu tuendelee nayo. Jambo la kwanza kabisa ni swala hizi tano. Hizi swala ni zawadi kubwa alopewa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutuletea, na alipewa kwenye rihlatul mi'raj, alizungumza na Allah subhanahu wa ta'ala. Nayo swala ni sababu kubwa ya sisi kuzungumza na Allah subhanahu wa ta'ala. Kawa shida zako, matatizo yako, dua zako, kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ni kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa na wewe ni kwenye mi'raji yako kuzungumza na Allah subhanahu wa ta'ala ni kwenye hizi swala. Ni muhimu sana baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ayu alahbabu fillah, isiwe tuwakosekana tena msikitini. Ndio ilionyeshwa juzi, kuna video ya kusikitisha, walionyesha siku ya kwanza ya Ramadhani, usiku wa kwanza msikiti ulivyokuwa umejaa mpaka mwisho, wakaonyesha usiku wa kwanza wa Shawwal. Ulipotuambiwa watu kwamba kesho ni Eid, msikiti ukawa ni safu ya kwanza. Moja kwenye msikiti ambao nilikwenda kusalisha mimi sala alfajiri, ikawa siku ya kwanza kabisa mimi na yule muadhini peke yetu, na kila siku ilikuwa safa 2, 3, 4, na msikiti ni mkubwa. Siku hiyo nimeshangaa na nikasikitishwa sana. Nasema subhanallah, hawa mashetani maadui kule kufunguliwa tu wametuchota wote hivi, nikabaki mimi imamu na muadhini peke yetu, watu wawili ndio tukaanza na sala, wengine kidogo nao kuja. Ya alahbabu fillah, mambo matano muhimu sana baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani tuendelee nayo. Jambo la kwanza ni almuhafadhatu ala salati aljamaa. Swala kusaliwa wanaume anavyopenda Allah ni swala ya jamaa msikitini, hata thawabu zake anasema ni mara 27. Ni muhimu sana kuangalia zile swala zetu, ndio ilaka yetu baina sisi na Allah subhanahu wa ta'ala. Na haitoshi kwamba ati wewe unaswali lakini mke wako haswali, watoto wako hawaswali. Ni muhimu kuangalia wewe na waliokuwa nyuma yako, wanaokutegemea wewe, ulioamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuwaokoa na moto wa jahannam. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, mujiokoe nyinyi na ahli yenu
na moto wa jahannam. Jambo la pili ayu alahbabu fillah, la kuhakikisha kudumisha baada mwezi mtukufu wa Ramadhani ni Qur'ani tukufu. Tuhakikishe tumefungana na Qur'ani, macho kusoma yanapata nuru, masikio kusikia ni nuru, nyumba iliyokuwa imeingia Qur'ani ni nuru, moyo ulioingia Qur'ani ni nuru. Ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala yenye malipo makubwa sana. Baada ya Ramadhani isiwe Qur'ani mpaka yasikitika, yawekwa mpaka mavumbi juu yake mpaka Ramadhani ijao, iwe ndio sababu ya wewe kufungua tena Qur'ani. Jambo la tatu, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kutupa mfano baina ya mtu ambaye kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni hai na maiti. Akasema mathalu alladhi yadhkuru rabbahu walladhi la yadhkuru rabbahu kamathali alhayy walmayyit, mfano wa yule mwenye kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na yule ambaye hamtaji Allah subhanahu wa ta'ala ni kama hai na maiti. Ikiwa wewe humtaji Allah subhanahu wa ta'ala, wewe ni sawa sawa na wale waliokufa, na yule mwenye kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala hutajwa na Allah subhanahu wa ta'ala, hupata malipo makubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Baada Ramadhani tuna hakika mashaitani wamefunguliwa, na ni muhimu, na sote ni wanadamu alotuumba Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema ya ibadi innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar, enyi waja wangu nyinyi mwafanya makosa, nyinyi mwafanya madhambi usiku na mchana. Wa ana aghfiru dhunuba jami'a, na mimi huwa nasamehe madhambi yote. Fastaghfiruni aghfir lakum, niombeni msamaha mukikosa. Shetani atakwenda mbio mchana usiku, yale mazuri uliyoyapata, khairati uliokusanya kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani, awe yuenda mbio kukuharibia, awe yuenda mbio wewe ukae mbali na sala, Qur'ani, adhkari, khairati ukae mbali nazo, na bal ukitaka hata kufanya usifanye, na zile ulozifanya ajaribu kuziharibu. Hasa inshallah taala ni muhimu dhikrullah. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwenye jambo analolipenda sana lifanye kwa wingi sana ni dhikrullah. Dhikrullah, ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira, tajeni Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa nyakati zake zote amesimama, ameketi, yatembea, yalala, alikuwa akimtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio alitaja Allah subhanahu wa ta'ala kwenye suratul Al-Imran, akasema alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, wenye kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala wakiwa wamesimama, wakiwa wameketi, wakiwa wanalala, wanamtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo lingine ni tajdidu tauba, mara kwa mara, kila siku usingiliwe na usingizi, na wewe ilhali umerudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, umetubia kwa hii siku yako. Angalia swala zako, angalia Qur'ani yako, angalia adhkari zako, angalia ulimi wako, macho yako, kazi ulozifanya, khairati ulozifanya na upungufu wako, alafu tubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lala makini, omba msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani ni wangapi wanaolala na hawaamki? Kwani ni wangapi ambao hatujui Ramadhani imemalizika, na tuambiwa Ramadhani imemalizika, Ramadhani mwaka ujao utakuja, lakini wewe utakuweko ndugu yangu? Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anajua. Hasa ya ahbabu fillah, kwenye mambo akhlaq, dini yetu ni dini ya tabia mzuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema innama bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq, nimetumilizwa na Allah subhanahu wa ta'ala hizi tabia njema nizifanye mzuri zaidi, nihakikishe tuwe ni watu wenye tabia njema na tabia anazopenda Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio itakuwa khutba yetu inshallah ta'ala, iwe ni watu wenye tabia mzuri, akhlaqi mzuri, kutupenda Allah subhanahu wa ta'ala. Moja kwenye sababu ama akhlaqi mzuri anayopenda Allah subhanahu wa ta'ala ni tabia ya uchamungu. Mtu kuwa ni mcha Mungu, kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna Allaha yuhibbul muttaqin, anapenda Allah subhanahu wa ta'ala, anampenda mcha Mungu mwenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala.
umeamrishwa ufanye, umekatazwa kaa mbali nayo, umeamrishwa fanya, umtii Allah subhanahu wa ta'ala, umtii bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Umeambiwa haya usiyafanye, kaa mbali nayo kwa muda mchache. Ya ahbabu fillah, tuko kwenye mtihani na Allah subhanahu wa ta'ala. Ni inna Allah yuhibbul muttaqin, tabia mzuri anayopenda Allah subhanahu wa ta'ala ni tabia ya ucha Mungu, kwamba wewe uwe ni mcha Mungu. Na bwana mtume sallallahu alayhi wasallam alipoulizwa jambo linalopeleka wengi peponi, mtume sallallahu alayhi wasallam an akthari ma yudkhilu an-nas al-janna, akasema ni mambo mawili: taqwa Allahi wa husnul khuluq, ni kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, tabia kwamba wewe ni mcha Mungu, wamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, wa husnul khuluq, na kwamba wewe wajipamba na akhlaqi mzuri. Tabia ya pili anayoipenda Allah subhanahu wa ta'ala ni as-sabr, tabia ya kuwa na subra. Mtume sallallahu alaihi wasallam na mitume walikuwa na subra mitihani mbalimbali. Allah subhanahu wa ta'ala hapa amesema ni nyumba ya mitihani, tutawaletea mitihani kwenye watoto wenu, kwenye mali yenu, kwenye afya zenu, kwenye mambo yenu yote. Lakini mwisho akasema wabashiris sabirin, wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wabashiris sabirin. Ni wapi? alladhina idha asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Tukipatikana na mitihani mbalimbali ni kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwani hapa ni nyumba ya mitihani. Hakuna chochote kinachodumu hapa duniani. Chochote uliokuwa nacho ni temporary. Ukiwa na afya ni temporary, utakuwa na siku imekuacha. Una mke wako ni temporary, kuna siku ataondoka yeye ama utaondoka wewe. Una watoto ni temporary, siku ataondoka ni wao ama ni wewe utaondoka. Una nyumba ni temporary. Ukweli, uhai wa kweli ni pale tunapokwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Peponi ndipo ya laitani qaddamtu li hayati. Wenye kujuta hujuta kusema na afadhali ningekuwa nimetanguliza mazuri kwenye uhai wangu ama maisha yangu ya kweli. Ukiwa na mke ni milele, una afya ni milele, utajiri milele, kila kitu. Lakini hapa duniani unapokuwa na chochote kitaondoka. Ma indakum yanfad wa ma inda Allahi baq. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala baada kutuletea mitihani mbalimbali yatakana subra. Subra kwenye taa, kule kusali, kufunga, kutoa, kufanya, yatakana subra. Utete na nafsi yako uendelee. Baada ya Ramadhani saumu bado ziko, tuko kwenye fungo mosi bado saumu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mwenye kufuatisha siku 6 ni kama amefunga mwaka mzima, na bado alhamdulillah tunaweza kuendelea. Na wanazuoni wanasema moja kwenye alama kubwa kuonyesha kwamba wewe umetakabaliwa kwenye Ramadhani ni kwamba ile Ramadhani yako ivute amali mzuri baada ya Ramadhani. Ukiona kwamba wewe umefanya mazuri mengi, baada ya Ramadhani tu umekimbilia kwenye machafu, hata roho yako haitaki mazuri, haitaki msikiti, haitaki Qur'ani, ni alama kwamba wewe mambo yako hayakwenda vizuri. Lakini anasema alama mzuri kwamba umekubaliwa wewe ni moyo wako kwamba inakubali mazuri, kwamba wewe unaendelea kufanya mazuri, kwamba kujua mimi mwanadamu umri wangu ni mdogo, sijui nitaishi kiasi gani, wacha niendelee mpaka anapokuja malakul maut. Khalas, wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin. Na Allah subhanahu wa ta'ala tukifanya subra, sabrun ala ta'a wa sabrun ala al-ma'siyah. Haya maasi, kukaa mbali na maasi yatakana subra. Balaa mbalimbali zatakana subra. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala malipo ya subra ni kwenye amali 3. Unaambiwa malipo yake anayojua ni Allah peke yake, hata malaika wajui. Inma yufassabiruna ajrahum bighairi hisab. Unapoambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwamba malipo ya wenye subra watalipwa bila ya hisabu. Amali ya pili ambayo hakuna anayejua malipo yake isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala, anasema as-sawmu li wa ana ajzi bi.
Saumu ni yangu mimi, ni mimi ndio ninajua malipo yake, ndio nitalipa. Kwenye hadithi nyingine kukupa tu idea ni kiasi gani ya malipo ya saumu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man sama yawman fi sabilillah, mwenye kufunga siku moja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ba'ada Allah wajhahu minan nari 70 kharifan, Mwenyezi Mungu mpeleka mbali na moto kwa miaka 70. Hasa ya ahbabu fillah, ibada nyingine ama akhlaqi nyingine mzuri anaoipenda Allah subhanahu wa ta'ala ya mtu mu'min kujipamba nayo ni atawakkulu ala Allah, kumtawakkal Allah subhanahu wa ta'ala. Mambo ufanye wewe fanya yako, alafu mambo mwachie Allah subhanahu wa ta'ala. Usione ati ni nguvu zangu, ni jasho langu ndilo linakulisha. Si hivyo ndugu yangu. Ikiwa ni nguvu zako, ukishaamka macho hayafunguki, macho hayaoni, wapeleka gari macho hayaoni, uko na homa taabani, kula huwezi, kufanya chochote huwezi, nguvu ziko wapi? Anazokupa Allah subhanahu wa ta'ala, waman yatawakkal ala Allah fahuwa hasbuh. Ukimtawakkal ala Allah subhanahu wa ta'ala, tabia mzuri anayopenda Allah subhanahu wa ta'ala ni tabia ya tawakkul ala Allah. Ndio anasema fa idha azamta fatawakkal ala Allah inna Allaha yuhibbul mutawakkilin. Tabia nyingine mzuri ya ahbabu fillah anaoipenda Allah subhanahu wa ta'ala mtu kujipamba nayo ni tabia ya al-afwu was-safh, ni kwamba wewe kusamehe, kuachilia. Mtu mwenzako amekukosea, amekosa, akakuomba samehe ndugu yangu, kwani sisi tunakosa mchana na usiku na Mola subhanahu wa ta'ala anatusamehe. Lakini ada zetu na tabia zetu mzito za kibinadamu ni mtu wewe mwenzako, pengine awe ni ndugu yako, pengine awe ni jirani yako, awe ni babako, akose mara moja ateleze, wewe mpaka uache wasia, huyu hata jeneza langu asifuate, huyu hata akishuka Jibrili simsamehe, huyu hata Je, Mwenyezi Mungu akiamiliana na sisi hali hino, tutakuwa hali gani sisi? Anauliza Allah subhanahu wa ta'ala, ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, je na nyinyi hamtopenda ama hamupendi kusamehewa na Allah? Ikiwa wenzenu watakosa mara moja, wawakimbilie waombe msamaha, hutomsamehe, siko radhi, sikusamehe duniani na akhera kwa kosa moja. Je, wewe aliyokuumba Allah anasema innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a, mchana na usiku, kila siku. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kullu ibn adama khata, kila moja. Hasa sisi ikiwa tuko tayari makosa yote tufanye na tuinue mikono, tunataka Allah subhanahu wa ta'ala tusamehe, na kwa rahma zake yuatusamehe, na tena yuatupa hope kubwa sana kwamba wala taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, na tena yuatualika watubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Anatuambia Allah subhanahu wa ta'ala, regeeni, kimbieni, njoni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mutubie kwa Allah, atawasamehe dhambi zenu. Si tukuwasamehe, anasema ikiwa ni tukuwa wa kweli kwenye toba zetu, Allah subhanahu wa ta'ala asema ulaika yubaddilu Allahu sayiatihim hasanat, achukue yale maovu ayafanye ni mazuri Allah subhanahu wa ta'ala. Hasa tabia anayopenda Allah subhanahu wa ta'ala ni tabia ya kusameheana. Usilale ndugu yangu na moyo wako mchafu umejaa hikdi, hasadi, hutaki kusamehe, hutaki, na wewe utosamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ni muhimu. Tabia nyingine anayopenda Allah subhanahu wa ta'ala ni alhaya wasitr. Haya leo ilokosekana ndugu zangu. Zamani waambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na haya ni kama mwanamali. Leo angalieni binti zetu, wacha wanaume, binti zetu, ingia kwenye TikTok utashangaa.
maajabu. Utapiga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, nguo zikufanyia. Mtu anakwenda anafanya ana nini, anaingia hata ndugu yake Muislamu anampa na malaika, mashaallah, mwambie mashaallah hivi na hivi. Ayu alahbabu fillah, ni muhimu. Allah subhanahu wa ta'ala anapenda tabia ya haya, mtu kuwa na haya. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ikiwa wewe huna haya, fanya chochote. Manake ni sawa sawa na mnyama, fanya chochote. Na asitr, kustiriana. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man satara musliman satarahu Allahu fi dunya wal akhirah, mwenye kumstiri ndugu yake Muislamu, Allah subhanahu wa ta'ala na kustiri hapa duniani na akhira. Tukaona tu mtu ameteleza kidogo, tayari uko kurikodi, uko kusambaza, uko kumfedhehesha mtu. Umejua huku hakikisha jambo, umepata kulisikia tu, na wewe utalisambaza uende, kumbe ni sababu ya kuingia jahannam kwako, wal billah. Hakikisha, ya ayyuhalladhina amanu idha ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, hakikisha. Leo lakini hata hatujali mtu kumfedhehesha ndugu yake. Haya zimekosekana na tabia ya kujipamba nayo anaopenda Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ya ahbabu fillah, tujipambe na tabia ya haya. Mtu kuwa na haya, kuhakikisha wewe, watoto wako, mamako, binti zako na nini, hakikisha ya ahbabu fillah. Ma social media yamejaa mabinti wadogo wadogo, binti zetu, wake zetu, mama zetu na wengine. Leo mambo maajabu. Lingine ya ahbabu fillah, tabia anayopenda Allah subhanahu wa ta'ala ni at-tawadhu, kunyenyekea. Unyenyekevu ni muhimu sana, ni tabia ya mitumi na watu wema. Kibri hakimsaidii yoyote. Wewe ukajali, mimi nanijua, mimi nani wewe, mimi ni fulani, mimi ni hivi na hivi, wanijua nani wewe ndugu yangu? Leo lau roho yako ikatoka baada ya kidogo tu, wewe ukiwachwa masiku mawili matatu utanuka ndugu yangu. Wewe ni chakula cha nini? Ukitiwa tu pale waliwa na nani ndugu yangu? Wewe ni mwanadamu dhaifu sana. Takana tujipambe na tawadhu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, wama tawadha ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Ukawa wewe ni mnyenyekevu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, huna kibri, huna dharau, huonyeshi mimi kabila yangu ni fulani, mimi babangu, mimi mali yangu, mimi ni hivi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, inna akramakum inda Allahi atqakum, yule mwenye daraja kubwa ni mwenye takwa Allah, ni mwenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio utaona wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Saidina Bilal alibashiriwa pepo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokwenda kwenye rihlatul mi'raj, akaenda peponi kusikia nyayo za mtu yatembea ndani ya pepo, kuuliza ni nani huyo, akaambiwa ni Saidina Bilal. Akija kumuuliza, ye Bilal, kuna amali gani nzuri unazozifanya? Nikasikia nyayo zako peponi. Akamwambia, ya Rasulullah, mimi nahakikisha nakaa na udhu, nikivunjikiwa na udhu na tawadhi, na nikitawadhi na sali rak'a 2 za udhu. Alhamdulillah. Habashiyun, ni mtu Mwafrika Habashi maskini ambaye alikuwa ni mtumwa, lakini angalia, ami yake Mtume sallallahu alaihi wasallam Abu Lahab alibashiriwa moto hapa duniani, sayasla naran dhata lahab. Allah subhanahu wa ta'ala alimbashiria moto. Kwa sababu gani? Kabila haikuweza, ni Mtume ami yake, ndugu yake, babake. Aljannatu liman ataa rabbahu walau kana abdan habashia. Hata ukawa nani wewe ni maskini kiasi gani, pepo ni ya yule mwenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, na moto ni ya yule mwenye kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Hata uwe ni mtoto wa Mtume Nabiyullah Nuh, mtoto wake kabisa alimalizwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mke wake kabisa amekufa, ni kafiri. Nabiyullah Lut, mke wake ni kafiri. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. ولبشر وموتو نا الله سبحانه وتعالى
Akhiran ayuha alahbabu fillah, tabia anayopenda sana Allah subhanahu wa ta'ala ni tabia ya kuomba msamaha, kutubia, kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala baada Ramadhani, mashaitani kufunguliwa na tunakosa, tunafanya, tukimbie, turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala tufanye min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min khasirin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan mu'ayyadan ma'suma. La taj'al fina wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.